Tunamshukuru Mungu ametupa tena neema ya kuweza kuungana nawe katika huduma hii ya neno la faraja, na katika siku hizi tutakuwa tukitafakari habari ya nguvu ya maneno ya kinywa cha mtu. Kwa hiyo nikusihi sana uweze kutega sikio lako, sikilize vizuri, ili yote ambayo Mungu anayakusudia uweze kuyapata, uyapate. Kinywa cha mtu kina nguvu ya kuweza kubadili mambo katika maisha yake, namna unavyojitamkia, namna unavyojinenea, kwa sababu mambo unayanena kutoka moyoni. Kwa hiyo utanena vitu ambavyo ndivyo vinazaliwa kutoka moyoni na utaanza kuvielekea hivyo. Ni muhimu sana kujua kunena mambo yaliyo hai, mambo yenye nguvu, mambo ambayo yataleta mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Tukisoma katika Mithali sura ya 18 aya 21, tunaandikiwa maneno haya. Biblia inasema hivi: mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, na wao upendao watakula matunda yake. Kwa hiyo ulimi wa mtu unazaa matunda. Kuna mambo mawili yanaweza kuzaliwa. Kunaweza kuzaliwa uzima au kunaweza kuzaliwa mauti. Vyote hivi viko katika uwezo wa ulimi wa mtu. Kwa ulimi wako unaweza kuzungumza mambo ambayo yakasababisha hata watu wauane. Kwa ulimi wako unaweza kuzungumza maneno ambayo yakawazuia wale waliotaka kuuana wakaanza kutazamana kwa amani na furaha. Vyote vimefungwa ndani ya ulimi wa mtu. Kwa lazima tujue kuchagua sana maneno tunayoyanena katika maeneo mbalimbali ya maisha yetu, kwa sababu hayo tuyanenayo yana matokeo mawili: yana matunda ya uzima na yana matunda ya mauti. Tunaweza kuharibu au tunaweza kujenga. Kwa lazima uwe makini sana, ujue ya kwamba ulimi wako umefungwa kwa nguvu, na nguvu hii inaweza kuleta matokeo mawili. Inaweza kuleta mauti, inaweza kuleta uzima. Wewe tumia ulimi wako kuhakikisha ya kwamba unanena maneno yaletayo uzima, sio tu kwa ajili ya watu wengine, lakini hata kwako mwenyewe. Yale ambayo unajinenea yanaweza kuwa kifungo kwako. Yale ambayo unajitamkia yanaweza kuwa ndio kufunguliwa kwa milango kwako. Jifunze kutamka mambo yaliyo hai, mambo yenye nguvu, mambo ya uzima katika maisha yako. Na tuombe. Bwana Yesu, ninakutukuza na kushukuru. Asante kwa wingi wa neema yako na fadhili zako. Ninakuhimidi kwa ajili ya neno hili ambalo umeliachia kwetu. Na kushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyu Bwana, ukamfunike kwa fadhili zako. Neema yako iwe pamoja naye, ukamsaidie Bwana. Ukamtie nguvu kwa uwezo wako. Ukamate ulimi wake, Bwana. Ukawe ni ulimi wa moto utamkao uzima. Kama ulivyokamata ndimi za wanafunzi kwa uwezo wa Roho wako Mtakatifu, ukaushike na ulimi wake. Tangu saa hii anene lugha mpya, anene uzima katika maisha yake, atamke baraka katika maisha yake na ya wengine pia. Fadhili zako ziwe pamoja naye. Mambo yoyote yenye kufisha aliyoyatamka kwa ulimi wake tunayabatilisha kwa damu ya Yesu. Uzima ukawepo, au tamke kwa kinywa chake, au tamke kwa ulimi wake, akakiri ushindi kwa kinywa chake, na neema yako iwe pamoja naye, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Mungu akubariki, neema yake iwe pamoja nawe. Asante sana.